Mwenyezi Mungu, tunanyenyekea tena mbele zako jioni hii tukiwa na mioyo na amani iliyo na furaha, iliyojawa na matumaini ya kwamba umetuita, umetuchagua tuwe wako, na wewe ndiye Mungu uliye fungu letu. Tunaona fahari kusimama mbele zako kuzungumza na wewe kama watu wazungumzao na baba yao, nao kwao wakiwa ni wana. Ndivyo tulivyo mbele zako. Asante kwa sababu ya kutuungamanisha na wewe mwenyewe kupitia damu takatifu ya thamani iliyokuwa dhabihu kwa ajili yetu, damu ya Mwokozi wetu Yesu. Ikatustahilisha kuja mbele zako na kuonekana mbele zako katika patakatifu ulipopafanya kwa utukufu mwingi. Wakati huu tunataka tuje mbele zako tena ili kwamba uwe na la kusema na maisha yetu. Ujifunue kwetu kupitia neno lako. Utufundishe yatupasayo. Panapohitaji kufundishwa utufundishe. Panapohitaji makatazo ya kimungu tukataze, tuko tayari. Panapohitaji maonyo ukatuonye. Panapohitaji kutiwa moyo ukatutie moyo. Panapohitaji kujengwa ukatujenge. Naomba tunyenyekee mbele zako. Pia tukiwa tayari kuomba na kuinua sauti zetu mbele zako, turidhie jioni ya leo. Nami nakusihi na kukuomba sana kwamba ukapate kunijalia kusema neno la Mungu katikati ya kanisa kwa ufunuo, kwa nguvu na kwa uhalisia kama ulivyo katika moyo wako na kama kusudi lako lilivyo kwa ajili ya kila mmoja wetu. Naomba haya nikiwa na imani kubwa kwamba unaweza kutenda na utatenda zaidi ya hivi tunavyoomba. Katika jina la Bwana Yesu wote tuseme amen. Amen. Haleluya. Bwana wetu Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tuende moja kwa moja kwenye waraka wa Mtume Paulo. Waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorintho. Tutasoma sura ya 10. Sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 6. Biblia inasema, basi mimi Paulo mwenyewe nawasihi kwa upole na utaratibu wa Kristo, mimi niliye mnyenyekevu nikiwapo pamoja nanyi, bali nisipokuwapo ni mwenye ujasiri kwenu. Naam, naomba kwamba nikiwapo nisiwe na ujasiri kwa uthabiti ambao nahesabu kuwa nao juu ya wale wanaodhania kuwa sisi tunaenenda kwa jinsi ya mwili. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo, tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote kutii kwenu kutakapotimia. Tusome tena Waamuzi sura ya 16 mstari wa 15 mpaka mstari wa 21. Maandiko nasema, mwanamke akamwambia, wawezaje kusema na kupenda na moyo wako haupo pamoja nami? Umenidhihaki mara hizi 3, wala hukuniambia asiri ya nguvu zako nyingi. Ikawa kwa vile alivyomsumbua kwa maneno yake kila siku na kumuudhi,
roho yake ikadhikika hata kufa. Ndipo alipomwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka. Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Wafilisti akisema, njoni huku mara hii tu, maana ameniambia yote alionayo moyoni mwake. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakachukua ile fedha mkononi mwao, naye akamlaza usingizi magotini pake. Kisha akamwita mtu akavinyoa vile vishungi 7 vya nywele za kichwa chake, akaanza kumsumbua, nguvu zake zikamtoka. Kisha akasema, Samsoni, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha. Lakini hakujua kuwa Bwana amemwacha. Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakatelemka naye mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Bwana wetu Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inazungumza, kuna kitu naangalia hapa mara moja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo ambalo naliambia kanisa katika hizi siku mbili, jana na leo, naliambia kanisa habari ya kushindana na adui wa ndani, yani adui ambaye anatuzuia kufikia hatima ya kusudi la Mungu juu ya maisha yetu na utimilifu wa mambo ambayo Mungu anasema juu ya maisha yetu na baraka anazoziachilia juu ya maisha yetu, na hata wakati mwingine majibu ya maombi tunayoomba. Adui huyo hayuko nje. Tunaongelea leo adui ambaye tunaye wenyewe, ambaye yuko kwetu moja kwa moja, na ambaye anatufanya sisi tuwe maadui wetu wenyewe, tuwe vikwazo vyetu juu yetu wenyewe, tuwe vizuizi juu yetu wenyewe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Katika sura ya ile tuliyosoma katika Wakorinto, Paulo mtume anaandika akiwa anazungumza jinsi ambavyo unahitajika ujasiri mkubwa kukabiliana na adui wa jinsi hii. Paulo anasema, nikiwapo kwenu nakuwa mnyenyekevu, lakini nikiwa nimeondoka, hatuko pamoja, nakuwa jasiri kwenu. Lakini anaenda kusema kwamba naomba kwamba nikiwepo nisiwe na ujasiri kwa uthabiti ambao nahesabu kuwa nao juu ya wale wanaodhania kwa sisi tunaenenda katika mwili. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Tunaenenda katika mwili, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Lakini silaha za vita vyetu zina uwezo katika nani? Katika Mungu, hata kuangusha ngome, tukiteka mawazo na kila kitu ambacho kinajiinua, kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kitu gani Paulo anaongea hapa? Paulo anaongea jinsi ambavyo kushinda adui wa ndani huwezi kufanya kwa sababu najitahidi. Unashinda kwa sababu kuna nguvu itokayo juu inakusaidia kumshinda. Adui wa ndani ni hatari kuliko adui anayetoka nje.
adui anayekushambulia kutoka nje si hatari kama adui ulionaye, kwa sababu adui ambaye unaye, moja ya shida zinazokuwepo, si vyepesi kumtambua kwamba ni adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Si vyepesi kumtambua kwamba ni nani? Ni adui. Na kwa hiyo unaweza kuishi ushughuliki naye kabisa, na saa nyingine utamtetea, na saa nyingine utamhalalisha uwepo wake, kumbe anakudidimiza, kumbe anakuangusha, kumbe anakupoteza. Adui huyo ni fikra. Haleluya! Mawazo ya kwetu wenyewe, mitazamo ya kwetu wenyewe, misimamo ya kwetu wenyewe, dhana zikaazo ndani mwetu wenyewe, mapokeo yanayokaa kwenye mioyo yetu wenyewe, uelewa na ufahamu tuliojiwekea sisi wenyewe, ni adui mkubwa wa kutuzuia kuingia katika mpango na makusudi ya Mungu na kupokea neema, baraka, nguvu na mipenyo ambayo Mungu ameiweka kwa ajili yetu. Bwana wetu Yesu asifiwe. Paulo akazungumza jambo hili kwa ujasiri, anasema silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu. Japo kuwa tuonekana tuenenda kwa jinsi ya mwili, lakini tuna silaha ambazo nguvu yake i katika Mungu, na nguvu hiyo ina uwezo wa kutubadilisha sisi wenyewe ndani mwetu, ndani kwa ndani. Zina uwezo wa kutubadilisha namna yetu ya kuwaza, zina uwezo wa kutubadilisha namna yetu ya kufikiri, zina uwezo wa kubadilisha mitazamo yetu tulionayo. Jina la Yesu libarikiwe. Zina uwezo wa kubadilisha. Kilikuwa anaongea jambo ambalo ni la muhimu sana. Juzi nilikuwa nawapa mfano wa ndugu mmoja aliaminiwa talanta moja, akiaminiwa na yeye aliyempa talanta kwamba talanta hii anaweza kaizalisha akaleta faida. Kisha mfanya mpaka akatupwa nje, akashindwa kurithi. Si walikuwa na rithi nini? Maana wengine alitolewa nje, si waliobaki ndani manufaa waliopata ni kiasi gani? Biblia haikuendelea kuandika, Yesu hakuendelea kuyaongelea. Waliwekwa kwenye position za namna gani, Yesu hakuendelea kuongelea. Lakini mmoja alitupwa nje, wawili wale wa talanta 2 na wa talanta 5 wakabaki ndani. Marupurupu alipata kwa kitendo cha kutotupwa nje na kubaki ndani, nadhani ni makubwa. Yesu hakuendelea kuongelea hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mmoja alitupwa nje. Kilichomtupa nje, nataka unielewe vizuri, pengine utaelewa anachoongea. Kilichomfanya katupwa nje, hakuna mtu alikuja kumshawishi kwamba unafanya biashara ya nini, unamfaidisha tu bure. Hakuna mtu alikuja kumsemesha. Ni huku ndani kuliongea. Yeye mwenyewe ndani. Niko pale nazungumza kuteka, kuangusha mawazo. Kuna mawazo usipofika mahali ukaelewa na ukafanya maamuzi magumu ya kuyaangusha, usikubaliane nayo, unaweza kubaki eneo moja miaka yote. Haleluya. Kuna attitude, kuna mtazamo, usipokubali kukabili ukasema mtazamo huu umenikwamisha siku zote, leo nakukabili na nakuangusha. Bibi nauita ngome. Paulo anaongea kitu kinaitwa ngome, lakini haongei ngome zinazotoka kwingineko. Anaongea ngome zimejengwa kwenye brain, kwenye ufahamu wa mtu, kwenye fikra za mtu. Ngome mbaya na ni hatari, na usipokuwa elewa hizi ninavyoongea, huwezi kuzivuka na hazitakuruhusu kubadilika wala kutoka ulipo. Tunakwenda pamoja. Zinaitwa ngome, ni ngome.
Na Paulo anasema tunaangusha ngome, na hiyo tusiangushe tunahitaji kitu kitoke mbinguni. Silaha vita vyetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Sababu ngome zenyewe ziko wapi? Mawazo. Mawazo ya nani? Ya jirani? Hapana, mawazo ya kwako mwenyewe. Haleluya. Kuteka nyara fikra za nani? Za kwangu mwenyewe, wala sio za mwingine. Fikra za kwangu, lakini Paulo anazijifanya kama adui. Ni zangu mwenyewe, lakini ni adui yangu mwenyewe. Fikra zangu mwenyewe ni adui yangu mwenyewe. Kuna watu wanaohubiri hapa, ni fikra zangu mwenyewe, lakini zanikwamisha mimi mwenyewe. Ni fikra zangu mwenyewe zinanifukarisha mimi mwenyewe. Ni fikra zangu mwenyewe zinanifanya sikuishi roho mimi mwenyewe. Fikra zangu mwenyewe. Haleluya. Huyo ni adui mkubwa kuliko yeyote. Na kama ninavyoongea hapa kwamba tunataka kwenda kutoka mahali ambapo tunavuka mipaka tutoke kwenye nyakati mbaya kwenda nyakati njema, nataka nikuhakikishie hii itakusaidia sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imejaa hayo. Naweza nikatoa mifano mpaka nikafika kesho nakupa mfano, na yote iko kwenye Biblia. Maandiko yanaongelea habari ya jamaa mmoja alipewa talanta. Hakuna alimwambia ficha talanta, ni yeye mwenyewe. Mawazo ya kwake mwenyewe, alijifundisha mwenyewe. Kwani nikitunza nitahukumiwa kwa lolote? Kwani nimekula cha mtu nitamrudishia hela yake? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nikificha baadaye nikaendelea na majukumu yangu mengine, halafu siku akija nikamrudishia hela yake, atanihukumu kwa sababu gani? Kwani nimeila? Sinamrudishia pesa yake. Haleluya. Na sija mimi najua nitakachomjibu. Hakuna mtu anajadiliana kichwani, yeye mwenyewe. Mimi naelewa nitakachomjibu akiniuliza. Nitamwambia wewe ni mtu mgumu, unavuna usipopanda. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nitamwambia mheshimiwa, wewe ni mtu mgumu sana, unavuna usipopanda, unakusanya usipotawanya. Nimeamua nikutunzie pesa yako, hii hapa, pokea hela yako, atudaiani. Kama mzee mzee akamwambia tunadaiana. Haleluya, haleluya, haleluya. Akamwambia hela yangu imekaa kwako muda wote huo, nataka faida. Usiseme hatudaiani, nataka faida. Hatudaiani namna gani? Hela yangu imekaa kwako siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Tunadaiana, nataka faida. Hana cha kuleta, aliyemdanganya akili zake mwenyewe. Haishangazi, ndio maana Biblia inasema moyo kuwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kuficha na nani anayeujua. Moyo ni mdanganyifu kuliko waongo uliowahi kuwaona. Kuna watu wewe unawaita waongo. Jamani, kuna watu tunawaita waongo. Leo nataka nikupe ufunuo. Mwongo mkubwa anakaa humo ndani. Mwongo mkubwa kuliko wote yuko. Hao wengine wa huko nje wanajifunza, mwenyewe yuko ndani. Mwongo kuliko wote. Lakini hawa kule nje unawahukumu kwa uongo, lakini aliye ndani anakudanganya na unamhalalisha kuwepo kwake na kudanganya kwake, na unamtetea. Anadanganya huo ndani na anatetewa kwa nguvu nyingi. Mwongo wa ndani. Haleluya. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, na ugonjwa wake unaua. Kwa hiyo huyu bwana akadanganywa na moyo wake mwenyewe, akadanganywa na fikra zake mwenyewe, akapotoshwa na mawazo yake mwenyewe, akakoseshwa na fikra za kwake mwenyewe, na kaadhibiwa kwa sababu ya fikra zake mwenyewe. Mambo aliyowaza mwenyewe, mambo yaliyotoka ndani mwake mwenyewe,
yatamfanya akahukumiwa, atakosa marupurupu yenye Bwana alikuwa mapa ile biashara yeye mwenyewe. Kwa Paulo anasema huyu ni adui mkubwa, na mimi nasema ndicho Mungu alichonielekeza kuambia kwamba huyo ni adui mkubwa. Unaweza kuomba maombi mengi, unamaliza baada ya kufunga siku zote 21 umeomba maombi mengi, lakini kile kitu Mungu anataka uchukulie hatua, lile badiliko Mungu anakuambia bariki, unashindikana, unabaki kama ulivyokuwa. Yaani maana yake unasema nimezoea hivi, nitaishi hivi. Mungu anakuambia umeomba, sasa majibu ni haya. Ubadilike, badilisha masaa yako ya kusinzia. Badilisha kusinzia. Haleluya. Lakini wewe uliomba na hayo ndio majibu. Tunakwenda pamoja. Ni wewe uliomba, unamaliza kuomba, majibu yanakuja, badilisha namna yako ya kuzungumza. Nibadilishe. Ni wewe uliomba, majibu yanakuja, yanakuambia badilisha marafiki. Unataka sasa nyakati zibadilike, badilisha marafiki. Unaangalia ni ngumu. Ndio hivyo, umeshabaki hapo. Ndio umeshabaki hapo. Mtaa vizuri. Ndio umeshabaki hapo. Na majibu yamekuja. Wewe huyaishi majibu. Nani anakuambia sio majibu? Yule mtu anayeongea uongo ndani. Yaliyokuja ndio majibu, lakini mwongo wa ndani amekwambia haya sio majibu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja aliambiwa kesho chakula kingi cha Maria mjini, bei ndogo. Haleluya. Shekeli moja, bei ndogo. Chakula kingi, unga mwingi utakuwa mjini humu, halafu bei ndogo sana. Shekeli moja tu kibaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema hata Mungu angefungua madirisha yote mbinguni, hilo jambo hamna. Sasa nani alidanganya? Si moyo wake mwenyewe? Si mawazo yake mwenyewe? Si mazoea yake mwenyewe? Alishazoea tu, kwa sababu hakuna ili unga uwepo, mvua kwanza zinyeshe, ili unga uwepo, biashara kwanza zifunguliwe. Sasa hakuna biashara zinafunguliwa, hakuna nini. Hiyo hata Mungu angefungua madirisha mbinguni, hamna. Yaani kesho maana yake tutakuwa tumefukuza washamba. Ndicho nataka kusema. Hiyo hamna. Paka na mimi na msio na mfano kwenda kukata kichwa jamaa akayaziisha. Ngoja tusubiri nikanushe uongo wako kesho. Nikukanushe uongo kesho. Sasa ndio tutakukata kichwa vizuri. Kesho kafika kakanyagwa yeye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nani amemdanganya? Mungu ametoa jibu, yeye akasema hili sio jibu. Na hiyo kitu natutokea mara nyingi. Tunaombaga, halafu Mungu anatoa jibu, kumbe kitu ishapanga majibu. Kuna kitu leo ninachohubiria. Unaomba sana siku 21, halafu baadaye Mungu anatoa majibu, halafu wewe ulikuwa umeshapanga majibu. Halafu naona hayafanani. Ni kama ndugu mmoja niliwahi kusimuliwa, alipata mtihani kabla haujafanyika. Ule mtihani alipokuwa ameupata, amesha usovu vya kutosha, anajua naenda kuukalia ni 100%. Kumbe mwalimu akapata taarifa mtihani umeibiwa, akatunga mwingine. Waliojiandaa na mtihani, mwalimu nani? Bwana Yesu sasa, walimu anaelewa hizo. Bwana Yesu sasa. Walioomba mtihani wamelala nao, wamekesha nao, wana usovu. Kumbe mwalimu ameshatunga mwingine. Sasa mtihani nafika, anagawia sunio karatasi zinafunikwa namna hii. Haya, karatasi funika. Mwisho ameshagawia wote, akasema funua karatasi. Funua karatasi, jamaa anapiga jicho hivi. Ni mwingine. Alisahau kwamba yuko kwenye chumba cha mtihani, akashauti, sio wenyewe. Haleluya. Amepaniki mpaka kaongea bila kujua kwamba naongea.
Si mnajua kuna mtu anaweza kaongea bila kujua kwamba anaongea? Hiyo ni kawaida. Yaani mambo yanakuchanganya, unaongea halafu hujui kwamba huko unaongea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sasa jamaa kaongea na alikuwa hadhani kwamba yuko anaongea, kumbe ndo ameongea. Kama kile kitabu cha zamani kastori kanaitwa heri mimi sijasema. Wangapi walikasoma? Kaheri mimi sijasema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna wakati tunaomba akili zetu zimeshajitengenezea majibu, zimeshajitengenezea na njia itakayotumika kuleta majibu. Halafu baadaye inakuja nyingine. Stori nyingi kwenye Biblia. Mnafahamu habari ya Goliathi na Daudi? Daudi aliposema mimi naweza kuua Goliathi, kila mmoja alikataa, kwa sababu akili yao imeshawafundisha mwenye kuua Goliathi lazima awe na limiri kama la Goliathi na masilaha kama ya Goliathi na uzoefu kama wa Goliathi. Kila anayeambiwa na Daudi mimi niruhusu ninena, wewe unajipenda wewe. Haleluya. Mpaka na mfano wewe bwana mdogo, wewe kijana tu, huyo amepigana vita tangu ujana wake, wewe unajipenda. Kwa sababu Mungu anataka kuwapa majibu. Na inawezekana katika kule kutukanwa kuna namna fulani wameombaomba maombi kwa Mungu. Mungu tutafutie ufumbuzi wa hili jitu. Sasa Mungu analeta ufumbuzi, analeta kwa bwana mdogo. Na nakubali. Mimi naamini Daudi anaenda, watu wameweka mikono kichwani, mtoto anakufa. Haleluya. Mpaka walipoona Goliathi ameanguka ndo wakaelewa Mungu amefanyaje, amejibu. Lakini hakuna mtu hata mmoja alikuwa ameshakubaliana kwamba Mungu anaweza kujibu tatizo la Goliathi kwa namna hii. Hakuna mmoja. Ndio maana nimesema unaomba Mungu anajibu, wewe unakataa majibu kwa sababu una mwingine ulishatengeneza. Na hicho ndicho ombi la leo. Ndio nimesema hii ndio tunaomba. Nataka tufanye maombi ambayo tunajiweka kwenye focus ya kimungu. Mungu anatutengeneza katika namna ambayo nimesema na Paulo alisema haitoki kwa wanadamu, inatoka mbinguni. Silaha vita vyetu zina uwezo katika Mungu. Hiyo ngome inayotupotosha wakati Mungu anataka kufanya kitu, alafu tunapishana nacho kwa sababu ya fikra zetu, inaweza kubomolewa si kwa uzoefu wa binadamu, wala si wakati, wala si kwa kupanga, wala si kwa kujitahidi. Unakutana na neema ya Mungu, inakupa akili nyingine. Mungu akija namna hii unasema hapa Mungu yumo. Akija kwa uelekeo mwingine unaisoma unasema hii Mungu yumo. Ikienda namna ikija hata kwa uelekeo mwingine bado unamsoma unasema hapa Bwana yumo. Tunakula pamoja. Unaishi na Mungu kiasi kwamba kila namna ambavyo Mungu anakuja unaweza kumsoma na hapa unajua hapa Bwana yumo. Haleluya, haleluya. Ibrahimu hiyo alikuwa anaiweza. Mungu aje kwa ndoto, Mungu anaelewa, anaongea kwenye hii ndoto ni Mungu. Haleluya. Aje kwa sauti, Ibrahimu anaelewa hii sauti ya Bwana. Aje kwa sura ya watu, wanaelewa huyu Mungu. Na ndivyo alivyopata Isaka. Ni kwa sababu alikuwa anaweza kuelewa. Mungu akija kwa sauti anamuelewa, akija kwa ndoto anamuelewa, hata akija na sura kama Samueli mazingira anaelewa Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Hiyo ni neema nataka tuiombe tunapotaka kuingia kwenye nyakati mpya za kimungu. Hii ni neema Mungu atusaidie kuwa nayo. Vinginevyo tumekuwa mawazo yetu yanapingana na makusudi ya Mungu na njia za Mungu ambazo Mungu anataka kuzitumia kutuinua. Na mawazo yetu yamekuwa yakitumia kitu kinaitwa tulivyozoea. Tulivyozoea. Tulivyozoea ndio inatumaliza. Tulivyozoea ndio tufanye tunabaki wale wale. Kitu kinaitwa tulivyozoea. Haleluya. Lakini Paulo anasema silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome.
tukiteka, tukiangusha mawazo. Kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu ni haya, ni hizi kweli tunazofahamu kuhusu Mungu. Halafu ikifika kwenye uhalisia, hizi kweli zinakuwa kama kuna mawazo yanazipoteza, kuna mawazo yanazirahisisha. Kitu serious cha kimungu na kichukulia kiurahisi tu, kwa sababu hiyo ndio kitu yenyewe inayoitwa kinachoinuka, kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu. Haleluya, haleluya. Samsoni ndio mfano mkubwa kati ya mingi ambao Biblia inaweza kuitoa jambo la namna hii. Unajua, nataka nikwambie ujue kabisa, Samsoni usifikiri alikufa amemaliza kazi. Samsoni hakumaliza kazi. Wakati Samsoni anazaliwa, Wafilisti walikuwa na tawala Waisraeli, na Waisraeli wamemlilia Mungu awaletee ukombozi dhidi ya utumwa na mateso ya Wafilisti. Mungu akaenda kwa familia moja ambayo wamezeeka, hawajawahi kupata mtoto, akawapa uwezo wa kupata ujauzito na wakazaa mtoto, na akawapa utaratibu wa namna ya kumlea. Ni mnadhiri wa Mungu, amezaliwa, ametengwa tayari kwa kusudi la kuwakomboa Waisraeli kutoka katika mikono ya Wafilisti. Ndio maana pekee ya kuzaliwa kwa Samsoni, ndio kusudi la kuzaliwa kwake. Samsoni akakuwa, wazazi wake wakamfundisha, maana waliuliza kabisa, huyu mtoto tuambie itakavyotupasa kumlea. Mambo gani tutakiwa tumfanyie mtoto huyu ili atimize hilo kusudi? Wale wazazi waliuliza na Mungu akawapa maelekezo vizuri, na wale wazazi wakajitahidi kuyazingatia sana, wakazingatia. Lakini Samsoni alipokuwa sana manguvu, akajiamini, akili kamwambia hawakuwezi. Haleluya. Hii nimezoea, hii najua, hii hawaniwezi. Akatembea kwa namna nimezoea, hawaniwezi, najiamini, ninazo nguvu. Haleluya. Akaanza tabia mbaya ya kuwa anapenda kuzini na wanawake wa Kifilisti. Bora hata angeoa mmoja kama alivyokuwa amepata mmoja yule kule Timna, baadaye yule bwana akamwozesha kwa mtu mwingine. Bora hata lile alikuwa ameamua kwenda kuoa. Maisha yaliyofuata baada ya pale yakawa mengine. Siku nyingine amelala kwa kahaba, kesho anavunja geti anaondoka nalo. Alikuwa na maisha ya ajabu, ila anajiamini, hawaniwezi, watanifanya nini? Haleluya. Anachoma mashamba yao, alafu watanifanya nini? Anakamata mbweha 300 kwa mikono miwili. Wewe haikuweza kukamata, unaweza kufikiri kwani unakamataje mbweha 300? Hata kama una nguvu nyingi sawa, lakini mikono si miwili, unashikaje? Ana nguvu kiasi kwamba anaweza katiisha mbweha, anafunga huyu na wengine wanamungoja, maana singeweza kuwakamata kwa pamoja. Halafu wakati huo anafunga, ili ufunge lazima utumie mikono miwili. Sasa wakati unafunga huyu, wale wengine wanakongoja, wanafanya nini? Haleluya. Bwana Yesu, mpaka wao 300 wanakusubiri tu, unawafungia mienge. Haleluya. Na mienge yenyewe sijui ilikuwa na utaratibu gani, maana ufungi wa kwanza, wa pili, mpaka wa 300, ule mwenge wa kwanza haujamuunguza yule uliyemfunga kwanza. Yaani moto kwanza unasubiri na wenyewe ili uwake kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akafunga mienge kwenye mikia ya mbweha 300. Swali na baki, aliwashikaje? Mmoja unamshika sawa, una nguvu nyingi, mmoja wawili utawakamata, alafu na wafunga 300 na washikaje? Kulikuwa na uwezo mkubwa wa kimungu ulikuwa juu yake, na ule uwezo ukamfanya akili yake
ikadanganyika. Nina uwezo mwingi, hata nikienda kutenda zinaa hakuna katakachonipata, hawanifanyi lolote. Hawakufanyi lolote. Ni akili na kudanganya. Ndio kitu. Huyo ni adui wa ndani. Huyo adui sio jirani, sio mwingine mwenye silaha yoyote, sio mtu mwingine mpinzani wako. Huyo adui unaishi naye, anakukwamisha na anaishi ndani yako, na unamlinda na unamtetea na unampigania na unamhalalisha, lakini ndio huyo yamefanya huinuki, ndio huyo yamefanya husongi mbele, ndio huyo yamefanya hubarikiwi, ndio huyo unaomba maombi yanapotelea hewani, ndio huyo kitu unachokifanya kinapotea, anakaa ndani yako na wewe unamtetea. Kwa sababu wewe kwako umwite adui, Mungu akimwangalia anamwita adui, wewe unamwita rafiki na unamtetea. Na Mungu akimgusa unasema ona sasa. Tukienda kanisani wanatusema tu, hutaki Mungu amguse huyo, maana unampenda, unamtetea. Akisema akigusiwa tu unajua huyu mchungaji kuna mtu amemwambia haya mambo yangu. Sawa, lakini we mtetee tu. Hutaenda popote na huyo, hutafika naye popote. Fika mahali kubali maadui si wa nje tu. Wanaonizuia kusonga mbele sio wa nje tu, wengine nalala nao, natembea nao, naishi nao, nakula nao, ni nao ndani yangu. Ufike mahali uangushe hiyo ngome. Kutokea mabadiliko ya kweli, utaanza kuona baraka zinafunguliwa kwenye maisha yako. Utaanza kuona unapenya, utaanza kuona unainuka kwa viwango kuwahi kutegemea. Ni kwa sababu kuna siri uligundua kudiri na adui wa ndani. Na nguvu anayoitumia huyo wa ndani ni mazoea. Huko vijijini tukiwa tunalima, wataalamu wa kilimo hata wakaja wakasema hii mbegu ni mzuri zaidi, hii ndio inastawi. Tangu tumezaliwa na mababu zetu wanalima hivi mbegu hizi. Unatuambia nini we mtoto? Wakija wakasema jamani pandeni kwa mstari. Wewe wanabaki maskini vile. Wanasema tulishazoea hii. Wanavuna kidogo hiyo maeka mengi alafu mavuno kidogo. Alafu kiwaambia wanasema tulizoea hivi tulikuta baba wanalima. Haleluya. Wanabaki maskini hivyo. Walizoea. Huyo adui ndani nguvu anayotumia ni mazoea. So nani niko hapa naongea kitu hiki hapa sasa hivi. Nikienda mahali fulani wanakumbuka nikisema kitu kama hiki, ukarudi baada ya miaka mitatu wanakuambia mchungaji kile kitu tulisema kilibadilisha maisha yangu. Haleluya. Naweza nikufundisha kwa sababu tumezoeana ya siku zote tu haya. Lakini mimi najua sisemi ya siku zote, ila mimi ni wa siku zote. Ila ninayosema nataka niwahakikishie sio wa siku zote. Sasa kwa kuniona wa siku zote, mambo ninayosema hayapati uzito mkubwa moyoni. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Namalizia kwa kusema kwa Samsoni, kwa sababu ya kuzoea na washindaga tu, akaamua siku hiyo kusema siri ya nguvu zile, akiamini na washindaga tu, hata wakija na washinda tu. Siku hiyo Mungu akamuacha. Wafilisti wameahidi dau kubwa. Walimwambia yule dada anaitwa Delila, yaani ukitukamatisha Samsoni, kila mmoja wetu anakupa fedha 1,000 na ngapi? Na 1. Yaani fedha 1,000 alafu na nyingine 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kwa nini waliamua kuongeza 1. Sio fedha 1,000 na 1. Hiyo ni anayotoa ndaki peke yake.
na yule atatoa 1,000 na mwingine atatoa 1,000 na Wafilisti wote walivyokuwa na usomo na Samsoni, kila mmoja aliandaa fedha 1,000 kwamba Samsoni tukimtia mkononi tuko tayari kila mtu kutoa fedha 1,000. Ni nyingi. Unajua ni miaka mingi kabla ya Yesu. Yuda tu kipindi cha Yesu fedha 30 tu zilitosha kufanya biashara. Sasa Delila 1,000 na si 1,000 ya wote kwa pamoja, ya kila mtu. Kila mtu analeta 1,000. Alitajirika. Bwana Yesu sasa. Lakini anatajirika juu ya mtu ambaye anajiangamiza kwa uongo wa nafsini mwake na kichwani mwake na mawazoni mwake, unaotumia nguvu ya kitu kinaitwa mazoea. Mjinga tu ameamua tu mazoea amdanganye, halafu akajiuza mwenyewe na mtu mwingine akatajirika. Unanielewa nachoongea? Samsoni akalala pale, akanyolewa, hajui, amesinzia. Alipoamshwa kipara kuliko chango hiki, halafu hata asikitiki, anasema nitaamka, nitatoka nje nijinyoshe kama nilivyozoea. Ulivyozoea, kuna wakati ulivyozoea haitafanya kazi. Umeona vizuri? Kuna wakati ulivyozoea italeta uangamivu mkubwa. Yana ameamka, anakuta kipara, halafu hata hashituki, anasema nitaenda nje, nitatoka nje nijinyoshe kama nilivyozoea. Ninasema hakujua Mungu ameshamwacha. Kwani alitoka? Hapo anajaribu kujinyosha, watu wakagundua ameshakuwa dhaifu tayari. Wakakamata kamba, funga. Kabla hajanyanyuka vizuri, toa macho yote. Sio alipiga screwdriver, toboa. Samsoni na madamu yanatoka kwenye macho, wakabeba, peleka gerezani. Wakamvalisha mashine ya kusaga ngano. Sasa yeye ndio injini. Ninachokueleza. Sasa Samsoni na maguvu yake alikuwa anajitambia sasa ni injini, inaendesha mashine ya kusaga. Haleluya. Wakamsagisha ngano. Mungu awabariki sana. Naomba tusimame tuombe. Tuombe Mungu atupe neema ya kushinda hii ngome inayoitwa nilivyozoea. Hiyo ngome inakaa kwenye ubongo, inakaa kwenye mtazamo, inakaa kwenye fikra, inakaa kwenye dhana, inakaa kwenye mtazamo. Vitu vya aina hiyo, ngome hiyo inaishi hapo. Na nguvu ya kuishinda, Biblia inasema hautaishinda kwa akili zako, maana tayari akili imeshatekwa. Biblia inasema uwezo unaoitwa uwezo katika Mungu inamfanya mtu anabadilika, hata mtazamo wake unageuka. Uwezo katika Mungu. Karibu mchungaji.